Kuna wakati kwenye maisha yako unaweza ukajikuta umepoteza thamani ambayo ulikuwa nayo, na inaweza kusababisha na mambo mengi sana. Na moja changamoto ya watu wengi ni namna gani unaweza ukarudisha thamani uliyopoteza. Mara nyingine inaweza ikawa ni thamani umepoteza kazini kwako kwa sababu ya kitu ulichokifanya, kosa fulani ulilofanya au jambo fulani lililotokea. Wakati mwingine inawezekana ni thamani uliyopoteza katika mahusiano ulionayo na watu fulani au wakati mwingine ni thamani kwa mpenzi wako pia. Na hii huwa inasababisha watu wengi sana, hata unakuta mzazi na mwanawe, unakuta thamani imepotea kati ya watu wawili. Inasababisha kitu kimoja hapo kinatokea ni kwamba inatokea kitu kinaitwa rejection. Watu wanaanza kukukataa, watu wanaanza kutokupa nafasi, watu wanaanza kuona haufai. Na kwa sababu hiyo watu wengi sana wakiwa katika hali ya kukataliwa wameshindwa kabisa kujikunguta mavumbi na kuendelea mbele. Na ndio maana nataka nikuonyeshe njia 5 ambazo unaweza ukazitumia ili kuondoka katika hiyo hali na uanze kuongeza thamani ulionayo. Kitu cha kwanza kabisa ambacho natakiwa ujue ni kwamba, kabla sijakueleza njia hizi, ni kwamba unapokuwa katika hali ya kukataliwa au ile hali ya kuonekana haupewi nafasi tena, kwanza inapoteza vitu kadhaa. Kwanza inaweza ikaua ndoto yako kabisa. Kuna watu ambao ndoto zao zimekufa kabisa kwa sababu ya kupitia hali ya namna hii. Hawaamini tena kama wanaweza kufanya, kwa sababu ile hali ya kujiamini kwamba wana uwezo, kuamini kwamba ndoto inaweza ikawa kubwa, imekufa. Inawezekana ikawa ni ndoto katika kazi, ndoto kwenye biashara, ndoto katika mahusiano, imekufa kabisa na hawana matumaini kwamba wanaweza kuinuka tena. Lakini wengine pia kwa sababu ya kukataliwa na kupoteza thamani, imeua hali yao ya kujiamini ya ndani, hali ya kujithamini tunasema. Hii tunaita self esteem. Ile hawajipendi wenyewe tena. Unakuta mtu kwa sababu ya kukataliwa hawezi kufanya tena vizuri, hawezi kujithamini, hawezi kujiona wa maana, anaona kama vile thamani yake imeshuka na imepotea kabisa. Lakini cha tatu ambacho kinaweza kutokea ni kwamba unapoteza ile hamasa ya maisha, self motivation. Unapoteza kabisa. Kuna watu ambao wamepoteza hamasa katika maisha yao kwa sababu ya kupitia hali ya kukataliwa, na leo wameshindwa kabisa kuendelea mbele. Sasa kuna vitu vinne kuna vitu vitano unaweza ukavifanya vikakusaidia kurudisha thamani ambayo imepotea. Jambo la kwanza kabisa unalotakiwa kulielewa ni kwamba every rejection is temporary. Kila kitu, kila aina ya kukataliwa ni kwa muda mfupi tu. Wakikukataa imaanishi kwamba umekataliwa na dunia nzima. Kuna watu wengi ambao waliokataliwa mara nyingi sana, wakaonekana hawawezi, lakini leo wameacha historia, wamefanya mambo makubwa sana. Mmoja wapo ni Armstrong. Armstrong alikuwa ni mwanamuziki wa jazz, na Armstrong alikuwa siku moja ameenda kwenye audition za kuimba muziki, wanaenda kufanya kama mashindano yale. Kwa hiyo alipofika pale, alivyojaribu kuimba, kuna noti walipewa za kuimba. Yeye akaweza kuimba noti 2 tu, zingine akashindwa. Wale majaji walipomwangalia wakamwambia, Armstrong, you don't have anything that it takes to become a great musician. Hauna chochote kilichoko ndani yako kinachoweza kufanya wewe uje kuwa mwanamuziki mzuri sana. Armstrong anasema alivyoondoka pale, akafika nyumbani, akalia sana kwa sababu ya maumivu ya ile hali ya kukataliwa. Lakini baadaye, baada ya kulia, akasema hivi, nikilia nini kitabadilika? Kwa nini sifanye maamuzi kuhusiana na maisha yangu? Baadaye akamuita rafiki yake mmoja, akamwambia, nikwambie kitu, wale wamesema mimi sina kitu, lakini najua nina muziki ndani yangu. They have said I've got nothing, but I've got music in me. Akaanza kufanya mazoezi, na baada hapo akaja kuwa mwanamuziki mkubwa sana wa jazz. Inawezekana wewe leo pia umekataliwa kwa sababu watu hawajui thamani yako, hawajui ulichobeba. Lakini je, unaweza kuwa kama Armstrong alisema, I've got a music in me? Inawezekana wewe sio music sasa. Inawezekana ukasema, I've got a business in me. Ni kweli kwamba biashara yangu imekufa, lakini kuna biashara ndani yangu. Ni kweli kwamba nimefeli mtihani, lakini kuna genius yuko ndani yangu. Ni kweli kwamba sijafika mbali, lakini unaweza ukasema kile kitu ambacho nacho, it is temporary. Don't make your rejection permanent. Watu wanakukataa kwa muda mfupi, lakini watu wengi wanatamia ile hali na inakuwa kama ni hali ya kukataliwa kwa muda mrefu. Usikubali. Jambo la pili ambalo unaweza ukalizingatia na kulifanya ni kwamba tunasema rejection doesn't mean that you are unworthy. Kukataliwa imaanishi kwamba wewe hauna thamani. Watu wengi sana wakikataliwa wanaamini kwamba hawana thamani. No, kukataliwa maana yake ni kwamba watu hawajajua thamani yako bado. Au wakati mwingine inawezekana si watu sahihi ambao wanahitaji kuiona thamani yako. Kwa hiyo usiwe mtu ambaye unaamini eti ukikataliwa mara moja. Kuna watu wakiomba kazi mara moja, mara mbili wakikataliwa, wanaamini hawezi kufanikiwa. Kuna watu wakifanya kitu fulani wanaamini no. Usiamini kwamba ukikataliwa mara moja basi umekataliwa milele, au ukikataliwa mara moja maana yake wewe hauna thamani. No. Una thamani ndani yako. Ni kwamba yule mtu anayekukataa hajajua thamani yake. Hebu nikuulize kitu. Hivi leo nikichukua kipande kidogo cha dhahabu nikaenda kukitupa kwenye zizi la ng'ombe, nini kitatokea? Ng'ombe watakikanyaga, watachanganya na kinyesi chao, watakanyaga, hakina thamani kwao. Lakini je, ile kipande cha dhahabu ni kwamba hakina thamani? Si kweli, kina thamani, ila ng'ombe hajui thamani ya kipande cha dhahabu. Kuna watu wengi sana leo wanakukataa, leo hawakupi nafasi, leo wanakuona haufai, leo wanakuona sio mtu wa maana. Si kwa sababu una thamani, ni kwa sababu hawajajua thamani yako. Sasa wewe kazi yako sio kubishana nao. Kazi yako hiyo ni kwamba endelea
kukuza na kuongeza thamani yako. Kuna siku wale waliokuambia hauna thamani watakuja, watahitaji huduma yako, watakuja, watakuhitaji kwenye maisha yao. Jambo la tatu ambalo unatakiwa ulizingatie unapokuwa unataka kurudisha thamani yako iliyopotea, tunasema don't stay alone. Usikae peke yako. Watu wengi sana wakipitia katika hali ya namna hii ya kukataliwa, kujiona kwamba hawafai, wanajikunja maana wanakaa peke yao. Watu wengi wanajifungia ndani. Inawezekana hata unaniangalia leo, umekuwa uko katika hali hii, unajifungia tu ndani, umekata tamaa, hutaki kuonana na watu. Watu wengine wanabadilisha namba za simu, hawataki kupokea simu za watu. No. Usi wakati wa kubakia peke yako. Usi wakati wa kujifungia ndani. Unapopitia kipindi kama hichi, ni wakati wa kutafuta marafiki wale ambao ni wa kweli, wa thamani katika maisha yako, kukaa nao, kujumuika nao. Ni wakati ambao unatakiwa uende kwenye nyumba za ibada. Ni wakati ambao unatakiwa ujichanganye, kwa sababu unavyoendelea kubaki peke yako unaruhusu mawazo ambayo baadaye yatakuja kukuletea athari katika maisha yako. Kwa usikubali hata siku moja. Huwa nawaambia watu wakati kama hii unakuwa hauna nguvu hata za kuamka asubuhi kutoka nje. Kwa hiyo nawaambia, you don't have to feel to do it. Unahitaji kujisikia ili ufanye. Hapana, hata kama unajisikia haujisikii, amka, ondoka. Go and show up. Nenda kafanye kitu, nenda mahali, nenda kakutane na mtu, jilazimishe. Ni kweli hautajisikia, lakini ukikaa hivyo hivyo hautaendelea kujisikia milele. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni fanya maamuzi kwamba bila kujali ninachojisikia sasa hivi, sitabakia peke yangu, nitajichanganya na watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu fursa za kubadilisha maisha yako zimefichwa kwa watu wengine. Ukikaa peke yako, umetengana na umezikimbia fursa zinazoweza kubadilisha maisha yako. Jambo la 4 ambao unaweza ukalizingatia kukusaidia kubadilisha, kuongeza thamani yako, kurudisha thamani iliyopotea, tunasema unaweza ukasiki counseling. Tafuta ushauri, tafuta watu ambao wanaweza kukushauri. Usikae tu na maumivu ndani yako peke yako. Usikae tu na vitu ambavyo vinakusumbua peke yako. Tafuta watu ambao wanaweza kukupa ushauri, wanaweza kukupa guidance, wanaweza kukuonyesha kitu cha kufanya, wanaweza kukupa mwelekeo. Kuna ule msemo watu wanasema unakufa na tai shingoni. Hapana, wewe hutakiwi kufa na tai shingoni. Bado na maisha marefu, bado na vitu vingi vya kufanya duniani, bado na mambo makubwa ya kutekeleza, bado ndoto yako inatakiwa ifanikiwe. Usikubali tu kukaa chini, kulalamika na kunungunika na kujiona uwezi peke yako. Hapana, tafuta mtu. Kuna watu wengi ambao wamepitia hali kama ya kwako, lakini wameshinda hiyo hali, na wewe pia unaweza ukaishinda. Kuna watu wengi ambao wana maarifa. Kuna mtu ambaye anaweza kukupa wazo moja tu likakusaidia kutoka kabisa katika matatizo na changamoto ambazo unazo. Tafuta watu ambao unawaamini wanaweza kukupa ushauri, ili kuanzia leo usikuwe tu umekaa na kitu peke yako. Kuna watu ambao ukisema wakati mwingine inakusaidia kuwa na relief ya kile kitu ambacho kinakusumbua. Jambo la 5 na la mwisho, tunasema unapotaka kurudisha thamani yako iliyopotea, hasa unapopitia katika kipindi cha kukataliwa, monitor your thought. Jaribu kuzingatia kitu gani unawaza. Kumbuka, mawazo yako ndio ambayo yanapelekea maneno yako, na maneno yako ndio ambayo yanapelekea matendo yako, na matendo yako ndio yanajenga tabia, na tabia ndio baadaye inakujenga na kufanya wewe hivyo ulivyo. Hivyo ulivyo leo ni matokeo ya mawazo uliokuwa unawaza. Hata kama hujaangalia video hii, cha kwanza kilichoanza ni mawazo. Ulipata mawazo kuingia YouTube, ukapata mawazo pengine kutafuta video ya Joel. Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachoanza ni mawazo. Kabla hujaondoka hapo popote utakapokwenda, lazima uanze na mawazo. Unasema nataka kwenda sehemu fulani, nataka kumtembelea fulani, nataka kwenda duka fulani, nataka kununua kitu fulani. Kinachoanza ni mawazo, kisha inakuwa ni uhalisia. Kwa hiyo huwezi kurudisha thamani kama mawazo yako yanapingana na kuongeza thamani yako. Kwa hiyo jaribu kujiuliza kila wakati, unawaza nini? Usiruhusu mawazo mabaya yaingie ndani yako. Negative thoughts can kill your dream. Mawazo mabaya, mawazo ya kushindwa yanaweza kaua kabisa ndoto yako. Kila wakati unapojikuta unataka kuwaza mawazo mabaya, wanaambia watu ufanye kitu kinaitwa mind interruption. Jaribu kuzuia ule muendelezo wa kile kitu ambacho unataka kufanya. Kuna mtu mmoja alitoa, Mel Robbins alitoa kitu fulani kizuri sana. Alitoa kanuni ya sekunde 5, 5 second rule, ambayo inasababisha mfumo wako wa fikra ubadilike. Na alisema hivi, wakati wote unapojikuta unawaza wazo baya, wazo la kushindwa, wazo ambalo sio sahihi katika maisha yako, unajua nini unatakiwa kufanya? Hesabu 5 mpaka 1. Usihesabu 1 mpaka 5. Nimesema 5 mpaka 1. Kwa hiyo ukijikuta tu umeanza wazo lote, anza 5 4 3 2 1. Hiyo inaitwa mind disruption. Kwa nini? Uwezi kuhesabu kinyume bila kuengage mind yako. Lakini unaweza kuhesabu 1 2 3 mpaka 10 hata bila kufikiria, kwa sababu ni kitu ambacho kiko tayari. Kitu kinachotakiwa kufanyika pale ni kuhakikisha kwamba akili yako inapata break, unaacha kuwaza, unaanza kufikiria kule kuhesabu. Hiyo ni njia moja hapo. Lakini njia nyingine, unaweza kubadilisha activity. Ukiona unawaza wazo fulani, inuka, fanya kitu fulani, engage kwenye kitu fulani, jaribu kufanya kitu tofauti na kile ambacho unafanya, ili kuondoa yale mawazo. Lakini njia rahisi ambayo inaweza kukusaidia kutokuwa na mawazo ya kushindwa kwenye maisha yako kwa muda mrefu ni kufanya mind reprogramming. Kila wakati unajaza vitu vizuri kwenye ubongo wako. Kama unasikiza video hii, unaweza kufanya kwa vitabu, unaweza kufanya kwa video, unaweza kufanya vitu mbalimbali, jaribu kuhudhuria seminar, jaribu kujaza mawazo ndani yako yatakayorudisha hali yako kujiamini, yatakayorudisha kujua kwamba wewe ni wa thamani. Kitu ambacho ningependa nikwambie, wewe ni wa thamani.
wewe ni mtu muhimu sana. Wewe utafika mbali na ndoto yako lazima itatimia. Usikubali thamani yako ipotee. Kuanzia leo chukua hatua za kuongeza thamani yako. Ni hatua gani kati ya hizi 5 unataka kuzichukua leo? Hebu niandike hapo chini kwenye comment na mimi nitaendelea kushauri. See you at the top.